Mungu ni mwema na kila wakati. Tumeweza kuandamana pamoja tukibeba matawi na tukiimba nyimbo zinazotuelekeza katika juma hili takatifu, na ambapo ni yakuni kwamba ni juma ambalo litakuwa na mambo mengi sana, mambo yatakayotuelekeza mpaka siku ya Jumapili tutakapounganika tena kuadhimisha ushindi wake Yesu Kristo dhidi ya kifo na dhambi, kwa kusherehekea ufufuko wake baada ya kuona na kushuhudia ukatili wa mwanadamu na jinsi ambavyo mwanadamu ni kigeugeu. Tumeanza safari yetu katika mlima wa Mizeituni kuelekea katika miji ama vijiji viwili vya Bethfage na Bethania ambazo zilikuwa karibu sana na mji wa Yerusalemu. Na pengine tungeweza kuendelea na hiyo injili ambayo tuliweza kusoma ya Luka mlango wa 19, 28 hadi 40. Tungeendelea mpaka aya ya 44. Tungeelezwa vile ambavyo Yesu Kristo aliomboleza, alivyolia machozi kwa sababu ya kutazama mji wa Yerusalemu, ambapo wajumbe wengi wake Mungu Mwenyezi pamoja na manabii wa Mungu waliweza kuuawa. Licha ya kwamba neno Yerusalemu latokana na neno tunalo lifahamu kama Salem ama Salem, linalomaanisha amani, lakini amani ile haikupatikana kwa urahisi. Waliosimama kutangaza ukweli wake Mungu Mwenyezi walizidi kupata upinzani, na wengi wao maisha yao yakaweza kukatizwa, walipo wengine pigwa mawe na wengine walivyouawa, kwa sababu wakaji wa kule hawangeweza kustahimili ukweli walioambiwa. Na kwa hivyo katika juma hili ambalo tunalianza rasmi siku hii ya leo, na matawi tuliyobeba, ishara ya kuweza kumkaribisha mfalme wa amani, tuombe kama tusiwe vigeugeu kama hawa ambao waliweza kumuimbia na kumkaribisha kwa shangwe, nderemo na vifijo, wakiimba hosana, hosana juu mbinguni, na baadaye sauti zao zikapazwa pia angani baada ya siku chache na kusema kwamba aondoshwe, aondoshwe, auawe. Ndugu zangu wapendwa, tulipokuwa tunashiriki katika maandamano yetu
ishara ya kushirikiana na ndugu zetu Wayahudi ambao waliandamana pamoja na Yesu Kristo kutoka katika hiyo sehemu ya Bethfage na Bethania kuelekea Yerusalemu. Wakatandaza mavazi yao, pengine kwa nia tofauti sana, kwani wao walidhani ya kwamba siku imewadia ambapo wataweza kukombolewa kutokana na utawala wa Kirumi. Na wengi wao hiyo tamaa ilizimwa walipokosa kuona ni lipi ambalo Yesu Kristo analitenda dhidi ya kuweza kuokoa kutokana na watesi wao Warumi waliokuwa wanawatawala wakati huo. Nia yake Yesu Kristo ya kuja duniani humu ilikuwa tofauti sana na hiyo nia ya Wayahudi, kwani yeye alikuja ili apate kutukomboa na kuweza kutufanya huru, tusiwe watumwa wa yule mwovu, bali tuweze kushikamanishwa tena naye Mungu Mwenyezi, ili katika maisha yetu siku zote tupate kuenenda kulingana na mpangilio wake. Na kuna jambo ambalo tumeweza kulisikia katika Injili ya siku hii ya leo tulipokuwa tunasoma haya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba Yesu alipokuwa anawahimiza wanafunzi wake walipoenda katika shamba ya mizeituni kule kusali, na tunaambiwa ya kwamba Yesu hapo malaika akamtokea kutoka mbinguni akamtia nguvu. Alipopatwa na mahangaiko akazidi kusali. Jasho lake likawa kama matone ya damu yaliyotiririka chini. Tunakumbuka jinsi ambavyo wazazi wetu wa kwanza walivyolaaniwa baada ya kuyala yale matunda waliokatazwa na Mungu, na kwa sababu hiyo wao wakaweza kufukuzwa katika lile shamba la Edeni. Ni katika shamba hili ambalo Yesu Kristo ameenda kusali, kuwa na mazungumzo na Mungu Baba aliyemtuma duniani humu ili aweze kuyatimiza mapenzi yake. Na mapenzi ya Mungu ni kuweza kumwokoa mwanadamu na kuweza kumrudisha katika njia ya haki na ya kweli. Ardhi iliyolaaniwa ndiyo hiyo ardhi inayobarikiwa kwa jasho iliyoonekana kama damu, wakati ambapo jasho ile iliweza kuonga chini ardhini kuweza kubariki tena ardhi ambao Mungu aliibariki kabla wazazi wetu wa kwanza hawajaweza kujitenga na Mungu waliposhawishiwa na dhambi na wakafuata hiyo njia ya yule mwovu Ibilisi, Shetani, ambaye nia yake ni kuweza kuwapotosha watoto wake Mungu Mwenyezi. Na hivyo ishara hii ambayo tunasikia jasho lake likawa kama matone ya damu yaliyotiririka chini, yanatuonyesha jinsi ambavyo ardhi inabarikiwa
ili ipate kuzaa matunda ambayo yanakubalika mbele zake Mungu Mwenyezi. Na kwa hivyo hilo ndilo jambo la kwanza ambalo Mungu aliweza kufanya kwa ishara hii, kuweza kubariki ardhi tena, ile ardhi ambayo iliweza kutoa yale mazao yaliyomvutia mwanadamu, na mwanadamu akawa ameenda kinyume na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Ili sisi tukumbuke ya kwamba sio nia yetu ama nia yake Mungu Mwenyezi ya kuweza kumpoteza yeyote yule, bali ni kuelewa kwamba chochote ambacho tunakipata katika ulimwengu huu hakipasi kuwa cha kututenganisha na Mungu, bali tunapaswa kutumia chochote kilichomo katika dunia hii kama ngazi ya kuweza kumfikia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu wapendwa, tumesikia jinsi ambavyo Yesu Kristo ameweza kuendelea kutusaidia kuyaona yale mambo ambayo pengine tunapaswa kuyazingatia zaidi katika safari hii yetu ya kwenda mbinguni. Tunapoelezewa ya kwamba Petro alimwahidi Yesu, Bwana, pamoja nawe mimi nipo tayari kwenda gerezani na hata kufa. Hayo ni maneno ya Petro, lakini Yesu alielewa vizuri sana huyu mtumishi wake, na akamwambia kwamba, nakuambia Petro, leo hii kabla jogoo kuwika utanikana mara 3 kwamba hunijui. Na tumeshuhudia hayo hivi kwamba hata wakati ambapo Petro alimkana mara ya 3 ya kwamba hamjui, Yesu alimtazama na macho ya Petro yakakutana na macho yake Yesu Kristo, yeye alipokuwa amechagua kwenda kukota moto na wale maadui wake Yesu Kristo. Ni lazima tujue ni wapi tunaposimama ili kutafuta joto zaidi, sio joto katika mwili huu, bali kutafuta joto ile ambayo itaweza kuburudisha roho zetu na kuweka uhusiano wetu na Mungu, kuendelea kuweza kuwa na hiyo joto ambayo tutapata kuiendeleza tunapowafikia wenzetu na tunaposhuhudia yale makuu ambayo Mungu ametenda katika maisha yetu. Na ni wakati ambapo alikuwa amechagua kuweza kukota moto ambao ulikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, aliweza kujipata taabani alipoulizwa ya kwamba kama yeye ni mmoja wa yule ambaye alikuwa anahukumiwa Bwana wetu Yesu Kristo, na akamkana. Lakini yale macho yalipokutana, kuna moto mwingine wa upendo uliowashwa ndani yake, ya kwamba licha alikuwa ameahidi hata kama ni kwenda gerezani ama kufa, yeye alikuwa tayari. Na ndipo Petro aliweza kuhuzunika sana, akaacha ule moto wa wale ambao walikuwa ni wapinzani wa Yesu, akaondoka na akaenda akalia sana, akikumbuka nini hicho ambacho alikuwa amemwahidia Mungu Mwenyezi. Na ndio tuambiwa kwamba ni vema wewe na mimi kila wakati kujirudia, na pengine hata wakati tunadondokwa na majonzi, tunapoelewa kwamba hatujaishi kuambatana na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi, ni njia mojawapo ya toba, tunapojirudia na kuweza kuomba msamaha kwake Mungu Mwenyezi. Tunazidi kuzungumziwa na tunazidi kuitwa tujitafute katika maisha yetu. Ni wangapi wetu, pengine huu ungekuwa ni mchezo wa kuigiza,
Ni wangapi ambao tungeweza kuigiza kama Petro? Ni wangapi ambao tungeweza kuigiza kama Yuda Iskariote? Ni wangapi ambao pengine tungeigiza kama Pilato ama kama Herode, kama tunavyosikia hawa wahusika katika huu mchezo ambao ni wa kuweza kumkomboa mwanadamu? Pengine kwao hawakuelewa nafasi walioshikilia, lakini sisi leo tunaelewa ni nafasi ipi ambayo tunapaswa kuishikilia. Jinsi ambavyo akina mama wa Yerusalemu wanamlilia Yesu Kristo, vile ambavyo Simoni wa Kirene anavyokamatwa akiwa njiani akitoka shambani na kulazimishwa kuweza kumsaidia Yesu Kristo msalaba, jinsi ambavyo yule akida alivyosimama na kushuhudia Yesu akikata roho na kusema kwamba hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Wewe na mimi tunashikilia nafasi gani? Ni wangapi wetu ambao wanaigiza kama Herode? Ni wangapi wetu ambao wanaigiza kama Pilato, ya kwamba kwa Pilato ilikuwa ni rahisi kuweza kuwafurahisha watu? Nini watu wanataka? Waambie hicho wanachotaka. Hakuona kosa na Yesu, lakini bado tunaona ya kwamba alifungua Baraba, huyu ambaye alikuwa ni mchochezi na muuaji kama vile ambavyo watu walitaka. Huyo ndiye ambaye tunaambiwa kwamba aliweza kuachiliwa. Lakini yule ambaye alifufua wafu, aliponya watu magonjwa na maradhi mbalimbali, yule aliyetoa pepo, yule aliyegusa roho zao kwa mafundisho yake, walivyosema kwamba kwa kweli huyu ametoa hekima hii wapi? Huyo ndiye ambaye wanasema kwamba na basi aondoshwe auawe. Tuambiwa Yuda alikuja kwa Yesu, na alipokuja kwa Yesu tuambiwa kwamba yeye aliweza kuongoza wengine, wale ambao tayari alikuwa amemsaliti Bwana wake, na anakuja anambusu Yesu Kristo. Na Yesu akamwambia Yuda, je, kwa busu unamsaliti mwana wa mtu? You know? Ungependa kuigiza wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Ungependa kuigiza wapi? Maana hii ni safari kama tulivyosema, na tulianza hii safari. Yesu ambaye hakuwa na hatia, huyu ambaye tumebeba haya matawi tukiyatikisa kule barabarani, tukiimba na tukimshangilia, huyu ambaye alikuja kwa minajili yetu, ndiye huyu ambaye amekuja kudhihirisha pendo lake Mungu Mwenyezi maishani mwetu. Na ndio tuambiwa kwamba hata wakati ambapo Yesu Kristo alitundikwa juu ya msalaba, aliwekwa pamoja na wezi wawili. Wakati ambapo alitundikwa pamoja na hawa wezi wawili, mmoja tuambiwa kwamba alikaa upande wake wa kushoto na mwingine upande wake wa kulia, na ndiye huyu aliyemwambia Yesu, je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. Oh. Which side do you want to be? The arrogant thief, or this other one who realized this is the only opportunity that God has given me? Ndiyo tunateseka wote, na ndiyo yeye tuambiwa kwamba alimwambia mwenzake, akamgombeza na kusema, je, hata wewe
uliyehukumiwa sawa na yeye haumjali Mungu. Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. Na ni katika kukumbuka kwamba yeye anapitia anayoyapitia kwa sababu amehukumiwa kwa haki, ndiyo anastahili hiyo adhabu. Na kwa sababu anastahili hiyo adhabu kwa ajili ya makosa yake, yuone ya kwamba Yesu hakustahili hiyo adhabu kwa sababu hakuwa ametenda lolote ovu. Na ndipo anamwambia, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Kwa hivyo tayari yeye, hata ingawa alikuwa ni mwizi, aliona zaidi ya wakuu wa makuhani, Mafarisayo na waandishi na wazee wa watu. Yeye amemtambua Yesu kuwa Masiha. Nikumbuke katika ufalme wako. Ndiyo tuelewa na tunatambua kwamba ulimwengu uliumbwa kwa wewe. Na hata hapa bado unaweza ukabadilisha maisha yangu, licha ya kwamba nimehukumiwa kwa sababu ya kile ambacho mimi nimekitenda kinyume na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Na Yesu anamwambia, amin na kuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi ama paradisi. Hata ukaahidiwa hivyo, nini ingine unatafuta katika haya maisha? Kaulizwa ni sasa, yule ambaye anataka kwenda mbinguni sasa. Ninakumbuka siku moja tukiwa kwa maombolezo ya baba ya padri fulani, na padri mmoja ambaye alikuwa anahubiri akasema kwamba kama baba ya huyu padri angerudi hapa na aseme ya kwamba kuna nafasi ya mtu mmoja mbinguni imetolewa, yule ambaye anataka kuandamana na huyu aliyetumwa, ni wangapi ambao wanaweza jitolea? Kikundi kizima kama mlivyo, ni mtu mmoja tu aliinua mkono. Na ule father alipoinua mkono, waliokuwa karibu naye walirudisha mkono chini. Wewe hata hujamaliza mwezi tangu upate upadri, unaenda wapi? Na ule father akasema kwamba kama baba ametumwa na ameambiwa kwamba kuna nafasi moja mbinguni, mbona nisiende? Mimi bado nitainua. Na ule father pengine kimchezo akainua, na kwa kweli siku iliyofuatia alijiunga na baba yake. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba pengine ni ujumbe ulitimia. Mungu alikuwa ametumana. Nani mwingine ambaye angependa kwenda mbinguni? Walioachwa akina Yahe kama sisi, walioachwa sisi ambao hatukuinua mkono. Pengine tutachungulia mbinguni tukiona ule padri akituambia, the opportunity was given, the chance was given, but you refused to come. Because you refused and you went on to soil yourself in that world. That is why you are passing heaven as if you do not know the importance of heaven. Mr. Ikuuliza swali kama hilo hapa, sababu ndio uhakika mnaweza nichukia sana. Kukatokea hilo liliulizwa hiyo siku, na hiyo likafanya nini? Likapita. Lakini tunaona ya kwamba, ndugu zangu, Yuda alikuwa mmoja wa wale thenashara. Petro alikuwa ni kiongozi ambaye alichaguliwa na Yesu Kristo ili apate kuendelea kuelekeza kikundi hiki ambacho Yesu aliweza kukianzisha. In spite of his weaknesses, there is something Jesus saw in Petro. Na ndio tunaona ya kwamba alimpa mamlaka, kwa sababu kwake kila wakati alipokosa alijirudia, na akaona ya kwamba anahitaji kutafuta huruma na msamaha wake Mungu Mwenyezi. Na ndio tukaelezana ya kwamba hata Jumapili iliyopita, yule mwanamke ambaye alifumaniwa katika uzinzi na watu wakamleta kwa Yesu wakisema kwamba kwa kweli huyu kulingana na sheria zetu anahitaji kupigwa mawe hadi afe. Na Mtakatifu Agostino alisema kwamba apply the law
that the woman can actually be stoned, but not by its transgressors. Ndiyo apigwe mawe, lakini sio kwa wale ambao wamevunja sheria. True to the word, hata ahukumiwe, lakini asipigwe na wadhambi wenzake. Na ndipo Yesu alipouliza yule ambaye hajatenda dhambi na awe wa kwanza wa kutupa jiwe. Ndugu zangu, kila mmoja aliyekuwa amebeba jiwe kwa hasira eti kwa sababu huyo mwanamke ametenda maovu, hakuna mtu alimpiga, bali waliweka mawe na wakaenda zao. Yule waliyekuwa na mhukumu, huyo ndiye ambaye alipata msamaha kwa sababu wao waliweza kuondoka na dhambi zao. They never used that opportunity to seek for God's mercy and forgiveness. Na ndio leo hata sisi tunapokusanyika hapa, ni jukumu lako na langu tujiulize, hii dunia kwani tutaishi mpaka lini? Watu wanakufa, tunaenda mazishi. Ni ile tu umeachwa na mimi nimeachwa. Lakini haimaanishi ya kwamba siku yetu haitafika. Itafika. Walipomtundika msalabani, walipomuua, walidhani ya kwamba wameshinda na wamezima ndoto zote ambazo pengine Yesu alikuwa nazo alipokuja duniani hapa. Lakini siku ya tatu ujumbe ulibadilika walipoanza kusema kwamba tumemwona Yesu amefufuka, yu hai. Hili ni jambo ambalo pia liliweza kuwashtua hivi kwamba hata waliweza kuwalipa askari ili waseme ya kwamba walikuja usiku wakaiba mwili wake wakati ambapo sisi tulikuwa tumelala. Tutadanganyana mpaka wapi? Hatuwezi enda mahali na uongo. Uongo ni lazima utafika mwisho. Tunaweza valia kinyago hata katika nyumba yake Mungu Mwenyezi, tukose kuishi kulingana na yale ambayo tuliahidi wakati wa ubatizo wetu. Lakini ndugu zangu, kuna siku itafika wakati ambapo hatutaweza kuelezea uongo tena. Ni heri tujiunge na huyu mwizi ambaye aligundua kwamba hii ndio nafasi yake. Yeye ni lazima atakufa, na akamwambia Yesu, tafadhali nikumbuke utakapofika kwenye ufalme. Na Yesu akamwambia, leo tutakuwa nawe katika ufalme wa mbinguni. Na ndio tunaambiwa Yesu alipokuwa amening'inia msalabani alisema kwamba Baba, wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Na nimekaa kujiuliza, nini ambacho watu hawakujua wanalolitenda? Unaweza jua ukimuumiza mwenzako, si ndio? Hamjambo? Mungu ni mwema. Unaweza jua ukiumiza mwenzako, ndio. Unaweza jua ukisengenya mwenzako, ndio. Unaweza jua ukitukana mwenzako, ndio. Unaweza kujua ukimtendea ujeuri mwenzako, ndio. Hivyo Yesu anaposema kwamba Baba, wasamehe kwa sababu hawajui watendalo, anamaanisha nini? Ama alimaanisha nini? Hapo ndio nataka kumalizia mimi. Mkinipa jibu niketi. Nini alimaanisha? Wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Alimaanisha, hii darasa ni mbovu zaidi ya saa hizi, lakini mtaamka, kwa sababu hata jana Arsenal ilipokuwa inacheza ilidhani ya kwamba ishashinda, lakini hawakujua kwamba vile bao ilikombolewa na ikawa iko ndani. Dakika 90 na nyongeza ikawa ni 1-1. Hamjambo? Leo mimi sasa kuzungumzia yetu, mnajua kawaida venye tunalimwa. Kama tutashinda ni sawa, tutashukuru Mungu. Tukigongwa bado tumezoea. Hayo ndio maisha. Leo hii sio season yetu, ni ya wengine pengine. Lakini bado tunaambiwa we should be people of all seasons. People of all seasons.
not people of different seasons. Tunaanza kwa kasi, kishindo, alafu baadaye tunaanza. Mtu akikwambia yes Arsenal, unajua kwamba ni wenye wanaanza na roho, wanamaliza na nini? Anza na mwili, umalize na roho, kuliko kuanza na roho umalize na nini? Unaanza na kishindo, unawapatia wale ambao wanakushabikia matumaini sana, baadaye unaanza kuteremka. Mungu ni mwema. Hivyo tunaambiwa Yesu alipokuwa anasema kwamba Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo, alimaanisha kwa kweli hawakujua yeye ni Mungu. Hawakujua yeye ni Mungu. Hivyo tuone ya kwamba dhambi ambazo sisi tunazitenda zinakutana na Mungu katika msalaba. So our sins meet the forgiveness of God on the cross. Therefore, we shall not be able to do away with the cross of Christ, because that is where the misery and the mercy of God meet. They meet there. Every other time we talk about the crossbar, the horizontal and the vertical, death and life meet on the cross. Injustices and justice meet on the cross. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tunakumbushwa ya kwamba sisi ambao tumekata tamaa na tumeona ya kwamba tumefika mwisho wetu, tunarudishiwa matumaini tunapoutazama msalaba na kukumbuka kwamba ni katika msalaba tunadhihirishiwa wazi msamaha wetu naye Mungu Mwenyezi. Mwenyezi Mungu anatusamehe kila wakati tunapokumbuka upendo ambao aliweza kuonyesha juu ya mtu wa msalaba, kutuonyesha kwamba all is not lost. All is not lost. We still have an opportunity to be reunited with God. Let us use that moment that God is inviting us. Njoo. Na ndio hata wakati ambapo tulikuwa tunasoma Injili kabla ya maandamano, tulisikia akitumana na akisema kwamba yeyote atakayewauliza, semeni ya kwamba Bwana ana haja naye. Ana haja na nini? Hiyo punda inalinganishwa na roho zetu. Ana haja na roho zetu, na hizo roho ndizo ambazo amekuja kuokoa, ili tusiishi katika giza, bali tuweze kuwa huru na tuweze kusimama imara tunapoendelea kuangaziwa na yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu. Simwache tuendelee kuangaziwa maishani mwetu, na tunapoangaziwa tuishi maisha yanayotushikamanisha na Mungu, hivi kwamba hata tunaposikia kwamba tumefika mwisho wetu, kumbuka yule mwizi aliyekuwa ametundikwa pamoja na Yesu, na akasema kwamba nikumbuke utakapofika katika ufalme wako. Na Yesu akamwambia, leo hii tutakuwa naye paradisi. Acheni tutazamie maisha ya uzima wa milele kila wakati tunapokubali unyonge na udhaifu wetu, tunapoziungama dhambi zetu, ili tuweze kupatanishwa na Mungu tena kupitia msamaha na upendo ule ambao anauonyesha kwa kila mmoja wetu. Mungu awabariki, tukutane mbinguni.